Tunapozungumza kuhusu kombe la dunia, tunazungumza kuhusu mila na tamaduni za mataifa tofauti tofauti ambayo yanaunganishwa kutokana na mchezo wa mpira wa miguu. Haya tumeyaona kunako World Cup ambayo hivi sasa imekuwa ikiendelea huko nchini Marekani, lakini pia Mexico, lakini pia na Canada, ambapo World Cup inachezwa katika mataifa hayo matatu msimu huu. Na kubwa zaidi namna ambavyo timu ya taifa ya demokrasia ya Kongo walivyowasili kule Houston nchini Marekani kunako michuano hii ya World Cup. Wameingia kitofauti kidogo miongoni mwa mataifa ambayo yameingia kwa namna ya tofauti na kipekee kwa aina ya mavazi ambayo wameyatumia katika World Cup hii. Ukiwaangalia namna ambavyo timu ya taifa ya demokrasia ya Kongo namna ambavyo wamewasili, utagundua kwamba ni mavazi ambayo kimsingi yamebeba mila na tamaduni za Kongo. Ikumbukwe Kongo ukiacha tu kuitambua kama timu ya taifa ya Kongo, lakini wenyewe wanajiita Leopards kwa maana ya chui, na ukiangalia suti ambazo wamezivaa timu ya taifa ya Kongo utagundua kwamba zina chui fulani, kuna kama ngozi fulani vya chui ambayo inaashiria ni kwamba wao pia ni chui. So wanakwenda katika World Cup mara baada ya takriban kupita miaka 52 toka mara ya mwisho kufanikiwa kushiriki michuano hizi ama finali hizi za World Cup. Kwa wao ni platform, kwa wao ni sehemu ya kujitangaza kama Kongo, na ikumbukwe mara baada ya wao kufanikiwa kufuzu katika finali hizi, unaona namna ambavyo wananchi wa taifa la Kongo walivyofurahia urejeo wao kwa mara nyingine tena katika World Cup. Sasa of course unaweza ukaenda ukawa hauna timu nzuri, lakini unaweza ukaenda ukatengeneza historia ambayo inaweza ikadumu milele. Hiki ambacho wamekifanya timu ya taifa ya Kongo, wanaweza wasifanye vizuri katika michuano hii ya World Cup, lakini wakaacha historia ambayo itaendelea kuishi, lakini pia tutaendelea kukumbuka kwamba timu ya taifa ya Kongo mnamo mwaka 2026 waliwasili kule Houston nchini Marekani katika World Cup wakiwa na mavazi ambayo yana tofauti na mataifa mengi ambayo yamekwenda katika World Cup hii. Kwangu mimi binafsi, ukiniambia paka hivi sasa timu ya taifa ya Kongo ndio timu ambayo imekuwa na upekee katika engo ya mavazi na kuashiria utamaduni wa sehemu ambayo imetoka. Namna tu ambavyo wamevaa timu ya taifa ya Kongo, japokuwa ni weusi, tuseme labda ndio wangekuwa weupe, ungepata maswali ya kujiuliza kwa nini wanaonekana weupe. Lakini in short niseme ninachokimaanisha ni kwamba yani kile ambacho wamekivaa timu ya taifa ya Kongo kinaashiria wazi kwamba wao ni taifa kutoka barani Afrika. Ikumbukwe timu ya taifa ya Kongo inatarajiwa kucheza mchezo wake wa kwanza Juni 17. Sasa tutakwenda kushuhudia Kongo ambao wanaenda kumenyana na timu ya taifa ya Ureno, timu ambayo anatokea star wa zamani wa kikosi cha Manchester United na Real Madrid kwa maana ya CR7 Cristiano Ronaldo, ambaye kimsingi yupo hapo kama nauza wa taifa hilo. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza, timu ya taifa ya Kongo ndio miongoni mwa timu ambayo imeingia kitofauti sana katika hizi World Cup 2026. Hii sio kinyonge kwa taifa la Kongo. Hii ni kubwa kuliko kwa taifa la Kongo. Hii ni sehemu ya kutangaza vile vingi ambavyo vinapatikana katika bara la Afrika. Hii ni sehemu ya historia kwa taifa la Kongo. Binafsi nimefurahishwa na kile ambacho wamekifanya timu ya taifa ya Kongo. Kinachobakia hapa deni pekee ambalo wamekuwa wakidaiwa timu ya taifa ya Kongo ni kuona na ushiriki mzuri, lakini kwenye engo ya mavazi timu ya taifa ya Kongo paka hivi sasa na wapa 100 hawajaweza kunyangusha hata kidogo. Hizi ni dondoo katika World Cup ama kombe la dunia 2026. Nitakuwa nakuletea kile ambacho kinaonekana cha utofauti katika World Cup hii ambayo hivi sasa imekuwa ikiendelea huko nchini Marekani na maeneo mengine. Jina langu ni Funga Meza Junior, unaweza kunifuata hivyo kupitia mitandao yangu mbalimbali ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter, andika Funga Meza _JR. Tutazungumza story nyingi za kimichezo.